yaani siku 390, ndivyo utakavyochukua uovu wa nyumba ya Israeli. 6. Tena utakapozitimiza hizo, utalala kwa ubavu, utalala kwa ubavu wako wa kuume, nawe utauchukua uovu wa nyumba ya Yuda siku 40, siku moja kwa mwaka mmoja, nimekuagiza. Amen. Yesu, tunakushukuru kwa baraka njema. Tunajikabidhi mikononi mwako jioni ya leo, jioni ya baraka. Zungumza nasi, tembea katikati yetu, jifunue miongoni mwetu, ili tukujue, tukutambue, pate kuishi kadiri upendavyo, kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Jambo la kwanza, ninashukuru sana kupata nafasi ya kusimama mbele yenu. Kwa wale wasionifahamu, kwa jina naitwa Dunia Songolo Mkumba, lakini pia nashukuru kwa mwalimu wangu kufundisha siku 2 hizi. Mungu akubariki. Tumeshukuru. Lakini pia tunashukuru sana kwa kiongozi aliyetubariki mikeka jana. Mungu akubariki sana. Amen. Na tunashukuru pia kwa watumishi ulioambatana nao. Mchana wa leo nataka kusema na wewe somo linaloitwa utawa. Utawa. Lakini katika somo hili la utawa tutaona mambo yafuatayo. Tutaona utangulizi. Ikifika kwenye utangulizi, nitaonesha kwa nini nimechukua historia ya Ezekieli na kwa nini Ezekieli aliambiwa alale ubavu, alale macho yako juu, alale chini, sio kwenye kitanda kama watawa wengine wanavyofanya. Kwa hiyo tukifika hapo tutajaribu kuonesha sababu gani za mtawa kulala chini, sio kwenye godoro. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo tutaona hapo kwenye utangulizi. Lakini jambo la pili, tutaona kusudi la somo. Kwa nini nimechukua somo linaloitwa utawa? Kwa sababu watu wengi wanachanga sana haya mambo, utawa na utaua. Na watu wengi tunakupa shetani mizigo ya kwamba yeye ndiye aliyeharibu utawa Nyarugusu. Lakini kwenye kusudi nitajaribu kuonesha kipi kinaharibu utawa na tufanye nini ili mabadiliko ndani ya mioyo yetu yaanze, kwa sababu utawa sio kanzu, utawa ni maisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Na jambo la tatu, tutaona utawa uliokubaliwa na Mungu. Tukifika kwenye utawa uliokubaliwa na Mungu, tutajaribu kuonesha kumbe kama kuna utawa uliokubaliwa na Mungu, kuna mwingine usiokubaliwa na Mungu. Lakini wote unaitwa ni utawa. Na tukifika hapo nitaonesha mambo makuu mawili. Nitaonesha ili tujue utawa uliokubaliwa na Mungu, yake tunatakiwa kuonesha hatua 6 za mtawa, hatua 6 za mtu kuitwa kabla hajawa mtawa. Kwa sababu kanuni ya kimungu, maisha ya utawa yanaanza kabla ya ujawa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla hujaingizwa ndani, maisha ya utawa yanaanza nyuma. Kwa nini? Kwa sababu lengo la kuingizwa ndani ni kusudi ya maisha ya nyuma. Na ukishaingizwa ndani, tunasubiria tuone matokeo ya ndani ya nje. Kile ulichofichiwa ndani tunatakiwa kukiona nje. Bwana Yesu akusaidie sana. Kwa hiyo B, tutaona utawa uliokubaliwa na Mungu. B yake tutaona kuambatana na Mungu na watu kwa kile ulicho nacho. Asilimia ya watawa wengi inawezekana hawajui wana nini, lakini wanajua wamekula miezi 6 ndani. Kwa hiyo tukifika hapo nitakuonesha usijisifu tu kula miezi 6 ndani alafu hujajua ulicho nacho.
Na tukifika hapo tutaonesha Mungu hakulindi wewe, Mungu anakulinda kile alichokupa ndani. Kwa hiyo kama ukishindwa kutambua kile ulichopewa ndani, hautafanya kazi ya utawa baada ya utawa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Na mwisho tutaona nguvu iliyomo ndani ya utawa. Ndani ya utawa mna nguvu rafiki. Ndio maana popote alipo mtawa ni ngumu kuangiwa, kwa sababu Mungu ameweka hazina, na lengo la hiyo hazina sio yake, ni la taifa. Kwa hiyo kuna nguvu iliyomo ndani ya utawa. Kwa hiyo tutaona hapa. Hebu tuanze utangulizi. Mwalimu wetu kama mlimfuata juzi na jana, alisisitiza sana maisha ya utakatifu ndani ya utawa na utaua, na akajaribu kuonesha kuwa ya kwamba watu wengi wanajifanya kuwa watawa, lakini kumbe hawajatawishwa na Mungu. Kuna Mungu mwingine aliyewatawisha, na watu hawa tutawajua kwa maisha yao baada ya utawa. Sasa tunapokuwa tunagusa habari za Ezekieli, kitabu hichi cha Ezekieli ni kitabu kilichowekwa kwenye manabii wakubwa. Na kwa nini kiliwekwa kwenye manabii wakubwa? Kwa sababu ya uzito wa ujumbe aliyokuwa anatoa Ezekieli. Kwa hiyo kama wewe tutakuweka kwenye orodha ya watawa, hatutakuweka kwenye orodha ya watawa kwa sababu ya kanzu. Tutakuweka kwenye orodha ya watawa kwa sababu ya ujumbe uliopewa na Mungu, maisha utakayotoka nayo nje ya utawa, na kanuni unazoishi nazo ndani ya utawa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo Ezekieli ameingizwa kwenye manabii wakubwa kwa sababu ya uzito wa ujumbe wake. Lakini Ezekieli kipindi ameingizwa humo, baba yake na mama yake walikuwa wataki awe nabii. Lengo la baba yake na mama yake walitaka awe kuhani. Ndio maana alitakiwa kuandaliwa miaka 5 chini ya chuo cha wana wa manabii. Lakini cha ajabu, Mungu alibadilisha mfumo wa mtazamo wa baba zake na Ezekieli, akamtoa kwenye ukuhani akamwingiza kwenye nabii. Inawezekana ulikuwa upendi utawa, inawezekana ulikuwa unapenda kuwa mchungaji, inawezekana ulikuwa unapenda kuwa nabii, lakini Mungu akabadilisha mtazamo wako na kukuchokoa na kukuingiza kwenye utawa. Kuna kusudi lake. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kumbuka, katika kumtumikia Mungu, Mungu atembei na wazo lako, Mungu anatembea na wazo lako. Mungu atembei na kusudi lako, Mungu anatembea na kusudi lake. Kwa hiyo Ezekieli kipindi amepata mafunuo haya, alikuwa mkimbizi kama sisi. Wapi alipokuwa ukimbizi? Babeli. Kwa nini? Kwa sababu Mungu siku zote anawapenda wakimbizi, lakini hafanyi kazi na mkimbizi. Kwa nini? Kuna utofauti wa ukimbizi wa kiroho na ukimbizi wa kimwili. Mtu yeyote ambaye hayumo katika Kristo, Kristo anamtambua kama mgeni ndani yake, anamtambua kama mkimbizi. Kwa hiyo hata atakavyokuwa anaomba, ataomba maombi ya Bwana Yesu atusaidie. Lakini ukiwa katika Kristo, Mungu anakufanya kuwa raia, fanye kuwa mkimbizi. Na unapofanywa kuwa raia, hauhitaji kutembea na kibali. Uraia wako ni kibali. Amen. Kwa hiyo mtawa anapotawishwa na Bwana, Bwana anamtoa kwenye tabia ya ukimbizi na kumpa tabia ya uraia, ili awe anasema neno moja na mbingu zinakubali. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo Ezekieli alikuwa mkimbizi, na pale alipokuwa ukimbizini, lengo lake kwenye utawa ule, alikuwa ameambiwa aombee taifa lake, lakini pia aombee watu wake, aombee nchi yake, na aombee mji uliowapokea. Kwa maana hiyo, unapotangaza kuwa wewe ni mtawa, unapotangaza kuwa wewe ni mtawa, Mungu hana haja ya kusema umetawa ili upime wajawazito. Hapana, wajawazito ni elimu iliyo chini ya uwezo wa kuongozwa, ambayo leo nikienda kusomea nursing
ninaweza nikafundisha jinsi ya kupima wajawazito bila kufunuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kusudi la wewe kutawishwa, na kusudi hilo ni familia yako, kusudi hilo ni nchi yako, kusudi hilo ni kanisa lako, kusudi hilo ni watu wako, sio wajawazito. Wajawazito ni kipengele kimo ndani nchi yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunatakiwa kujua lengo la mtu kutawishwa ni nini, na usipojua lengo kupitia mfumo wa kiroho, shetani atakwambia lengo kimakosa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuwa tunasema Ezekiel kipindi alipokuwa utumwani kulitokea migawanyiko mingi, lakini Mungu akamwambia ya kwamba unatakiwa kulala chini. Lengo la Mungu kumwambia kulala chini ni nini? Jambo la kwanza, dhambi ya watu ilikuwa nyingi, na mtu anapofanya dhambi anakuwa mchafu. Kwa hiyo lazima mtawa anayeombea watu achafuke kama wale wachafu. Kwa hiyo mtawa hawezi akalala kitandani, mtawa halali kwenye godoro, mtawa analala chini. Kwa nini? Kwa sababu anaenda kuwapata wachafu kama. Hiyo ndio lengo la utawa. Kwa hiyo Ezekiel akaambiwa alale chini, lakini katika kulala chini hakuambiwa alale staili anayoitaka. Alipewa staili na Roho Mtakatifu mwenyewe. Upande huu, muda ukiisha upande mwingine.